Nilikuwa peke yangu ndani ya nyumba, nikiwa nimejilaza kitandani kwenye chumba cha rafiki yangu Aziza. Ilikuwa ni mida kama ya saa 7 mchana hivi. Nikiwa pale nikasikia mlango unagongwa kwa nje. Nilimkaribisha huyo mtu aliyekuwa anagonga mlango. Kisha nikasikia mlango unafunguliwa. Na hapo niliweza kumuona David akiwa anaingia pale ndani. David alikuwa ni mpenzi wake na Aziza. Siku hiyo walikuwa wamenialika tuweze kukutana pale pamoja, na kisha twende tukatembee sehemu wote. Nilifurahi sana mwaliko wao kwa sababu walikuwa ni marafiki zangu wakubwa sana, hasa Aziza ambaye ndiye shoga yangu kipenzi sana, huku David akiwa ni shemegi yangu wa ukweli, shemegi ambaye namkubali sana. Na baada ya David kuingia pale ndani, aliachia tabasamu zito sana na kunisalimia. Niliitikia salamu ya shemegi yangu David, na wakati huo nilikuwa nainuka pale kitandani, lakini niliendelea kukaa pale pale juu ya kitanda. David akaanza kuniambia, naona umefika mapema sana shem. Nilidhani ungekaa tu pale nyumbani, alafu tungekupitia jioni wakati wa kuondoka. Naona umeamua kufika mpaka huku. Vizuri, lakini safi sana. Umekuwa vizuri umewahi kufika mapema. Wakati huo David alikuwa akiongea na kwenda kukaa kwenye kisofa kidogo cha mtu mmoja, kisofa ambacho kilikuwa kiko pembeni tu ya kitanda. Nilimwangalia David alafu nikamwambia, ndiyo shemegi, nimeona nije tu mapema huku. Nyumbani nako kuna boa sana, muda mwingine nashinda kila siku peke yangu. Leo nikaona ni bora nije huku kushinda kwa Aziza, na kisha ikifika hiyo jioni basi tutakwenda wote matembezi. Sawa, ni vizuri. Karibu sana. Wala usio na wasiwasi. David alinijibu hivyo, na kisha nikamwambia, David, unanikaribisha wakati wewe ndio umenikuta hapa? Jamani, karibu wewe. Hayo yalikuwa ni maneno yangu kwa shemegi yangu David, na tukajikuta tu wote tunaangua kicheko kweli kweli, huku nyuso zetu zikionekana kufurahi sana. David akaniambia, ni kweli nimekukuta, lakini wewe ni mgeni Aisha, lazima nikukaribishe. Shemegi Aisha. Kwa kweli tabasamu ambalo alikuwa anaachia David ilinichanganya sana. Basi nikaishia kutabasamu tu, na kisha nikamwambia David, shemegi David, sawa, lakini hata wewe huishi hapa. Kwa hiyo mimi na wewe humu ndani wote ni wageni. Au unaongopa? Uko sahihi. Uko sahihi Aisha. Lakini mimi nakuja sana hapa ndani. Nadhani mimi nakuzidi wewe uzoefu huko ndani. Baada ya David kumaliza kuongea hivyo, aliniuliza kuhusu Aziza, ya kwamba Aziza ameenda wapi. Na mimi nikamwambia kwamba Aziza alikuwa amekwenda saluni, na alikuwa ametoka muda si mrefu tu baada ya yeye kufika pale. Na sasa baada ya hapo tulikaa kimya kidogo kwa sekunde kadhaa, na kisha David aliingiza mkono wake kwenye mfuko wa suruali yake, na kisha alitoa simu yake akaishika mkononi na kumpigia Aziza. Aliongea naye kwa sekunde chache tu, alafu akakata simu ile. Alafu akageuka kwangu na kuniambia, shemegi Aisha, Aziza anasema kwamba ndio anafika saluni muda huu, eti kulikuwa na foleni sana. Baada ya David kuniambia hivyo nikamjibu, sawa shemegi, ni vizuri alivyoenda mapema, maana siku hizi mjini kuna foleni sana. Ndio, ni kweli. Ni bora alivyowahi kwenda. Alafu nilisahau kukusifia shemegi yangu, kwa kweli umependeza mno. Shem, hatari. Umejua kunoga shemegi yangu. Hasa na hiyo kango uliyoivaa. Mashallah shemegi. Aisha wewe ni uwa mimi jamani. Umependeza shem.
Devi aliongea hivyo huku akinitazama kifuani kwangu. Wakati huo nilikuwa nimekaa pale juu ya kitanda, huku na mimi nikiwa namtazama. Shemegi Devi ni mrefu, ni mweupe wa wastani, ana muonekano wenye mvuto sana wa kiume, na kifua kilichojaza vizuri sana. Nilinyamaza kwa sekunde kadhaa hivi, alafu nikamjibu shemegi yangu Devi. Asante shemegi, nashukuru sana, asante. Lakini kwa kweli nilishindwa kabisa kujizuia. Nilimjibu hivyo huku nikiachia tabasamu zito sana. Sura yangu ilipambwa na tabasamu ambalo liliashiria kabisa nimefurahi sana kumuona Devi pale. Devi akaniambia, shemegi Aisha, usiseme asante bwana. Mbona hivyo? Devi, sasa nisemeje? Umeniambia nimependeza. Asante. Utaki kusema asante. Nisemeje sasa? Aisha, mtu akikusifia umependeza, unatakiwa useme na uzuri unachangia pia. Mtoto mzuri kama wewe ukisifiwa utaki kusema asante tu peke yake, kwa sababu unapewa sifa unazostahili. Lakini ungekuwa ni wa kawaida tu alafu ukasifiwa, hapo ungeweza kusema asante. Lakini Aisha, wewe sio wa kawaida shemegi. Hiyo sura yako sio ya kawaida Aisha. Wewe ni hatari. Bala. Aisha ni mtu na nusu wewe. Devi aliachia tabasamu zito sana, na mimi nikamjibu, bana shemegi Devi, ushaanza mambo yako. Mimi na uzuri gani jamani? Sina uzuri wowote Aisha mimi. Huoni uzuri Kama wewe huoni, sisi wenzako tunauona. Tena hasa mimi shemegi yako Devi, nauona uzuri wako vizuri sana. Ni mzuri sana shemegi Aisha, mzuri. Haya, sawa. Ila najua unanisifia tu kwa sababu nimevaa kanga, na hii kanga ni kwa sababu ni Aziza. Kwa hiyo labda inafanya nionekane mzuri zaidi. Baada ya kusema maneno hayo, nilimfanya Devi alicheka sana. Kwa kweli maongezi yetu yalianza kunoga sana. Tulipiga story mimi na shemegi yangu, kwa kweli ilikuwa ni raha sana. Raha jamani. Hasa mkiwa wawili tu chumbani, stories zinakuwa tamu sana. Na sasa Devi baada ya kumaliza kucheka akaniambia, hapana Aisha, sio kwa sababu eti umevaa kanga ya Aziza. Kwanza hata sikujua kuwa ni kanga yake. Haki ya Mungu, sikujua. Devi, wewe ni mwongo. Unaijua sana hii ni kanga ya Aziza. Nisikilize Aisha, sikujua. Hiyo kanga imekupendeza sana. Yaani unaonekana kama shemegi, mbona unashindwa kumalizia maneno? Unaonekanaje? Aisha, umependeza tu. Hiyo kanga imekutoa sana. Basi baada ya pale tulinyamaza kwa muda kidogo. Devi alikuwa busy na simu yake ya mkononi. Basi na mimi nikaamua kuchukua simu yangu na kuwa busy pia. Kila mmoja akawa anaendelea kuchati. Sijui alikuwa Instagram, sijui alikuwa Facebook. Haya. Na mimi nilikuwa naye kwangu kwenye simu. Lakini dakika chache tu kupita, Devi akaanza kufufua maongezi tena. Akaanzisha maongezi upya kabisa. Devi akaniambia, shemegi, kuna swali kidogo nataka nikuulize. Niulize shem, swali gani hilo? Nilimjibu Devi. Devi akaendelea
akaendelea kusema, hivi shemeji Aisha, unaweza kuniambia ilikuwaje ukawa mzuri kiasi hiki?